Naam, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania imeanza hatua za kuanzisha kituo cha kusambazia sarafu mkoani Njombe, hatua inayolenga kurahisisha huduma za kifedha na kukuza mzunguko wa fedha kufuatia kukua kwa uchumi wa mkoa huo. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Hatua hiyo imeelezwa wakati wa ujumbe wa benki hiyo kutoka tawi la Mbeya ilipomtembelea mkuu wa mkoa wa Njombe ofisini kwake kwa lengo la kuwasilisha rasmi mpango huo. Tunafungua kituo chetu cha kusambaza sarafu kwa maana ya Safe Custody Center hapa Njombe. Katika tafiti mbalimbali ambazo zilifanyika na Benki Kuu, ilionekana kwamba mkoa wa Njombe ni mkoa ambao unakuwa kiuchumi, na hivyo basi maamuzi ya BOT tukaamua kwamba tuweze kuanzisha hichi kituo cha kusambaza sarafu kutokana na ukuaji wa uchumi unaoendelea katika kanda yetu hii ya nyanda za juu kusini. Kutokana na uanzishwaji wa Mchuchuma na Liganga, ambapo kama mkoa alivyotueleza kwamba kutakuwa kuna pesa nyingi ambazo zitakuwa zinazunguka hapa, kituo hichi kitakuwa ni sehemu kubwa sana ambayo itaweza kusaidia namna ya uendeshaji na namna ya upatikanaji wa pesa katika mkoa huu. Awali mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema uwepo wa kituo hicho utaongeza ufanisi wa huduma za kifedha na kuchochea zaidi uwekezaji wa biashara katika mkoa huo. Nilipokuja hapa nilikuta hafungui. Wasema hapa Njombe mkoa bado hujachangamka. Nikaambia hapana. Hii mara yote hapa Jumapili wanatoa pifoti, lakini pia wana benki wapi. Kwa wakaanza kufungua Jumapili. Wameona matokeo makubwa sana ambao wakati mwingine zile za kawaida. Kwa uchumi unabadilika. Kuongea the future. Hii kama ni taasisi kubwa. Makao makuu ya mikoa mnasimamia labda 1000. Naye mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi CCM kutoka mkoa wa Njombe Daniel Okoka amesema ujio wa kituo hicho utakuwa mkombozi kwa wananchi wengi, hususan wakulima. Hapa tuna wakulima hapa, kukaa na milioni 200 nyumbani ni kitu cha kawaida. Akiziweka wapi atapata faida? Ngoja nizungushe tu nipande mtu parachichi nini. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Na taasisi ya utafiti wa misitu nchini TAFORI imeshauriwa kufanya utafiti wa kina kwenye mazao ya nyuki, ikiwemo kuongeza thamani badala ya sasa. Baadhi ya wavunaji na wafugaji wa nyuki wamekuwa wakitumia mazao ya asali na nta pekee. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akiongea katika hafla ya kuagana na bodi ya 12 ya wakurugenzi wa taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania TAFORI, naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Hassan Chande amesema utafiti waendelee kufanya tafiti na kuzifikisha kwa jamii ili waweze kufaidika na mazao ya nyuki bila kutupa chochote. Hebu endeleeni kufanya research, tusipoteze. Na mwenyekiti, kwenye asali bado tunaangalia zaidi mambo mawili tu. Tunaangalia zaidi mambo mawili, tunaangalia asali yenyewe na nta, lakini tuendeni na yale mengine. Mnatuambia wataalamu kule yako maziwa, iko sumu ya nyuki, iko vumbi ya asali. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya TAFORI Profesa Verdiana Grace Masanja amesema bodi imefanikiwa kuweka mazingira rafiki na kuwezesha asali ya Tanzania kwa mwaka 2025 kutangazwa kama asali bora zaidi duniani, huku kufanikiwa kuwa na alama ya biashara kwa bidhaa ya asali. Bidhaa zetu zilikuwa haziendi mbali kutokana na nini? Zinakataliwa, lakini sasa hivi kuna trademark na asali yetu inauzwa kwa nje, na mwaka jana ilitangazwa kuwa ni bora kuliko asali zote duniani. Nakumbuka ilitangazwa rasmi. Kwa hiyo kwa kauli yako rasmi na afisa, tutakutana tena ili tuweze kuendeleza kazi nzuri ambayo tumeanza tukiwa mwenyekiti wetu Profesa Engineer Masanja kwenye hii jambo, na naamini tutakwenda vizuri. Lakini kwa hapa tulipofika kwetu tunaridhika kwamba kazi tuliyopewa tuifanya, na management naamini mtakuwa mmeridhika. Kama TAFORI tunachukua nafasi hii kuishukuru bodi kwa maelekezo yao, miongozo yao ya mara kwa mara. Nimshukuru sana mwenyekiti Profesa Verdiana Masanja, amekuwa zaidi ya mama, si mwenyekiti wa bodi peke yake, bali alichukua nafasi mbalimbali. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10.
Asante Jimmy Mengele. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi, Eden Bahati atakuwa hapa kwa upande wa habari za michezo na burudani.